Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sarah Steven, nimeokoka Kristo Yesu akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Ningependa kuwakaribisha jioni hii ya leo mahali hapa kwa sababu ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ningependa kushare na nyinyi neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ule ni wa 14, mstari ule ni wa 6. Maandiko yanasema, Yesu akamwambia, huyo alikuwa ni Tomaso. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mungalinijua mimi, mungalimjua Baba. Tangu sasa mnamjua tena mumemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Biblia inasema ya kwamba, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu aliwaambia yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Na mimi mpendwa, mimi dada yangu, mimi ndugu yangu, nimekuja kukuambia ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Katika maisha haya tunayoyaishi sasa, katika ulimwengu na karne hii ya sasa, nimekuja kusema Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Tusipomfuata huyu Yesu kwa kila jambo, tusipomfuata huyu Yesu kwa maisha ya dunia hii, tusipomfuata Yesu kwa maisha tunayoyaishi sasa, tunapotenda jambo tumfuate huyu Yesu. Tunapotenda jambo hata katika kihuduma tumfuate huyu Yesu. Maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba akaregret. Maisha ya tunayoyaishi sasa yanafaa kumfuata huyu Yesu katika njia zetu, katika huduma zetu, katika ndoa zetu, maisha yetu ya kila siku na maisha tunayoyaishi katika dunia hii ni kumfuata huyu Yesu. Hatufai kufuata miungu migeni, hatufai kufuata miungu ya dunia, hatufai kufuata madhabahu ya giza, hatufai kuwafuata manabii wa uongo, bali ni kumfuata huyu Yesu Kristo ambaye alitufia pale msalabani, akalipa gharama kwa sababu ya maisha yetu, akatoa uhai wake ili sisi tukafanyike wana mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu mwenyewe aliwaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu ndio njia tunayoifuata sisi tukafaulu. Yesu ndio njia kwa Wakristo. Yesu ndio njia kwa wachungaji na watumishi wa Mungu. Tufuate njia ya Yesu Kristo. Tufuate vile alivyokuwa anaenenda, na sisi tutabarikiwa katika huduma zetu na maisha yetu. Bwana asifiwe. Hatufai kuiga maisha ya dunia hii. Hatufai kufuata mfumo wa dunia hii. Hatufai kufuata manabii wa uongo wanavyosema. Hatufai kufuata anasa ya dunia hii. Hatufai kufuata maisha na mfumo wa dunia hii ya upendo wa fedha katika huduma, ya upendo wa fedha katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Dada yangu, ndugu yangu, nimekuja kukuambia ya kwamba, kukuhimiza ya kwamba wacha tumfuate huyu Yesu kwa kila jambo tunalolifanya, katika jambo tunalolifanya katika kihuduma, kwa kila mambo tunayoyafanya katika maisha haya ya dunia hii. Inafaa kumfuata Yesu. Tufuate njia zake, tusome neno la Mungu likae ndani mwetu. Maana Roho wa Mungu aliye katika neno lake anapokaa ndani mwako anakuelekeza,
anakuelekeza la kufanya, anakufundisha jinsi ya kuzungumza, anakufundisha jinsi ya kuishi maisha haya, anakufundisha jinsi ya kuovercome changamoto inayokuja katika maisha yako. Bwana asifiwe. Yesu alikuja ili sisi tukaweze kuwekwa huru. Yesu alikuja ili sisi tukaweze kuokolewa. Yesu alikuja ili tukaweze kubadilishwa, tukafanyike wana mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima kwa wale ambao wanamtumikia Mungu. Tufuate njia za Yesu. Yesu alikuwa mnyenyekevu. Yesu alikuwa anamfuata Mungu. Maana sisi tukimfuata Yesu tumemfuata Mungu. Bwana asifiwe. Maana Yesu ndiye Mungu. Yesu ndiye Mungu. Hakuna Mungu mwingine tunayemwabudu ila tu ni huyu Yesu aliyekuja kwa mfano wa mwanadamu, akafanyika dhabihu pale msalabani ili kwa damu yake mimi na wewe tukapate kuokolewa. Bwana asifiwe. Dada, mfuate Yesu. Ndugu yangu, mfuate Yesu. Amesema ya kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna njia tunayoipitia sisi kama sio njia ya Yesu, ambaye tukifuata njia yake tutaona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Bila kufuata njia ya Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima, hatutafika mahali ambapo imetarajiwa sisi kukua. Hatutapata baraka katika dunia hii. Tunapofanya kulingana vile Mungu ametuambia, tunapoishi maisha matakatifu vile Yesu alivyoishi maisha matakatifu. Yeye alihukumiwa na wanadamu, lakini hakutamka jambo jingine. Yeye aliteswa maisha haya ya dunia hii, lakini hakupigana na wanaopigana pamoja na yeye. Hakuwatafuta wale ambao wanamtafuta, lakini yeye aliendelea mbele, alisonga mbele, alikuwa mnyenyekevu. Maisha yake yote aliishi maisha ya kuomba, aliishi maisha ya kukesha na kufunga. Bwana asifiwe. Maisha ya dunia hii, dada yangu, ndugu yangu, wewe mpendwa, wewe kijana, ni ya kukaa katika maombi. Tunamfuata Yesu ili tukapate ushindi katika maisha haya. Tunamfuata Yesu ili tukapate ushindi katika huduma. Tunamfuata Yesu ili tukapate ushindi katika matatizo yanayotukumba. Tunamfuata Yesu ili tunafuata njia zake ili tukaweze kuwa washindi katika dunia hii. Maana yeye alikuwa mshindi kwa sababu aliishi maisha matakatifu, alifuata sauti ya Baba ambaye ni Mungu, ambaye alimuongoza yeye. Bwana asifiwe. Na sisi hatuna budi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anayetuelekeza kupitia njia za Yesu na kusoma neno la Mungu. Maandiko yanapokaa ndani mwako, neno la Mungu linapokaa ndani mwako, hakika mpendwa, hautamkosea Mungu. Utakaa katika njia yake milele. Utamfuata yeye kwa kila jambo. Utafuata habari zake milele. Utafuata vile Yesu alivyokuwa anaishi katika dunia hii. Bwana asifiwe. Tukitaka kuwa wanafunzi wa Yesu, tunaishi maisha aliyoishi Yesu hapa duniani, bila kufuata anasa na tamaa ya dunia hii, bila kufuata anasa na vyeo katika dunia hii, bila kupigania mali ya dunia hii, bila kupigania ya ulimwengu huu. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu hakung'ang'ania mali, Yesu hakung'ang'ania fedha, Yesu hakung'ang'ania cheo. Yeye alitafuta uzima wa milele ambaye ni Mungu mtakatifu anayeishi. Bwana asifiwe. Tujifunze kwa Yesu vitu vingi katika dunia. Tufuate maandiko, tufuate neno la Mungu, tufuate vile Yesu alivyokuwa, maana yeye ndiye mwalimu wetu. Na Yesu akiwa mwalimu wetu, si tufuate njia zake, maana amesema yeye ni njia ya kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba bila kupita katika njia ya Yesu Kristo, ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Tutaenda tena moja kwa moja katika neno la Mungu katika Yohana ile tu mtakatifu,
mlango wa 12 mstari wa 26. Maandiko yanasema ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Bwana asifiwe. Maandiko yanazidi kutuambia ya kwamba mtu akimtumikia Yesu lazima amfuate yeye vile alivyokuwa anafanya. Mtu akiokoka lazima afuate Yesu kile ambacho alikuwa anafanya katika dunia hii. Bwana asifiwe. Na maandiko yanazidi kusema ya kwamba nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Bwana asifiwe. Biblia inazidi kusema ya kwamba unapomtumikia Bwana, unapofanya kazi ya Mungu, unapoishi maisha katika dunia hii, lazima umfuate Yesu. Sio mimi ninayesema, si mimi Sara ninayesema, bali ni Yesu Kristo. Katika Yohana mlango wa 12 mstari ule wa 26, Biblia inasema ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa. Bwana asifiwe. Tumesikia vile maandiko inaposema. Maandiko inasema ya kwamba mtu akimtumikia Bwana, mtu akimtumikia Bwana Yesu lazima amfuate yeye. Kile alichokuwa anafanya hapa duniani, kile alichokuwa anafanya katika ulimwengu huu, ndicho tunatakiwa tukifuate, yale ambayo aliyokuwa anafanya katika dunia hii. Tusipofuata hiyo hatutafaulu. Tusipofuata hiyo, sisi si wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wanafuata kile ambacho mwalimu wao alikuwa anakifanya katika dunia hii. Maandiko yanasema ya kwamba mtu akimtumikia Bwana lazima afuate Yesu. Mtu akimtumikia Yesu lazima amfuate kile ambacho alikuwa anafanya katika dunia hii, na tutafaulu katika maisha yetu na tutampendeza Mungu. Kila hali ya huduma itaenda through, overcome, tutapata breakthrough katika huduma, maana tunamfuata huyu Yesu. Tusifuate ulimwengu. Biblia inasema ya kwamba tusiipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia. Tumpende Yesu Kristo kwa kumfuata yeye katika maisha yetu, katika huduma na katika mienendo, maisha ya utakatifu ambayo Yesu aliyaishi katika dunia hii. Inafaa kuishi maisha matakatifu na kumpendeza Mungu katika jina la Yesu, na Mungu atatubariki. Tutahesabiwa kuwa wafuasi wa Yesu, maana wafuasi ni wale ambao wanamfuata Yesu. Bwana asifiwe. Wanafuata njia zake, wanafuata kile alichokuwa anakisema katika dunia hii, kile ambacho alikuwa anakifanya katika dunia hii, maana sisi tutafanyika wafuasi tunapofuata njia zake. Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima, na mtu akimtumikia Bwana lazima amfuate huyo Yesu ambaye alituita, ambaye alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya mabaya yetu ambayo tumeyafanya. Kuna mambo mengi ambayo tumeyafanya katika dunia hii ambayo haituruhusu. Ingelikuwa ni mwanadamu angelitusamehe, lakini Yesu alitufia, akatoa damu ya gharama kwa ajili yetu. Sisi hatuna budi ya kumfuata na kufuata njia zake na kufuata kile ambacho alikuwa anakifanya katika dunia hii, katika jina la Yesu. Mbarikiwe wapendwa. Tufuate njia ya Yesu, tufuate footsteps za Yesu. Barabara ambaye alituonyesha katika neno lake ndiyo barabara inafaa sisi watumishi wake, watoto wake kumfuata yeye, na tutabarikiwa. Hatutahukumiwa chochote tunapomfuata Yesu, tunapofuata njia ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana wapendwa.
mzidi kujitolea katika wokovu, muishi maisha matakatifu. Dunia hii ni ya kuishi maisha matakatifu. Usipoishi maisha matakatifu, hapo ndipo shetani anapata nafasi ya kuleta magonjwa katika maisha yako. Hapo ndipo shetani anapata nafasi ya kuleta changamoto, ya kuleta maafa na mauti katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tusimame. Ni nyakati za kusimama imara katika wokovu. Ni wakati wa kusimama imara katika maisha ya utakatifu katika jina la Yesu. Tengenezeni maisha yenu sasa katika dunia hii. Vile unavyoongea, vile unavyovaa, vile unavyoapia kwa wengine, ndivyo itakavyomtangaza Yesu Kristo. Tunafanya uinjilisti kama watu wa Mungu, kama watoto wa Mungu, kwa vile tunavyoonekana sisi, vile tunavyoishi, mienendo yetu, kuongea kwetu, kuvaa kwetu kunamtangaza huyu Kristo. Wapendwa, tuchunge sana maisha yetu isikuwe ile ya kumkera na kufanya neno la Mungu litukanwe katika jina la Yesu. Si Mungu awabariki sana. Ninawapenda katika jina la Yesu na Mungu awabariki. Amen.